Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na Mheshimiwa Profesa Sia, ninayo heshima leo, kabla sijamalizia hotuba yangu, niwaeleze machache wanawake hao. Miezi michache iliyopita nimekutana na visa kama vitatu vinne. Kisa cha kwanza, mwanamke aliyenyang'anywa nyumba tangu mwaka 2011. Darasa lake lilikuwa pale Mikocheni, lakini kwa bahati mbaya marehemu mume wake wakati anakopa pesa alisainisha mikataba miwili siku moja. Akasainisha mkataba kukopa pesa, akasainisha na mkataba kuuza nyumba. Lakini kwa bahati mbaya yule mwanamume baada ya kufariki, ikaonekana pia sahihi za yule mwanamke kama concept yake ilichagua kwenda kukopa zile pesa. Kwa hiyo mwanamke ametangatanga na watoto wake, ameburuka na mabaunsa kutoka ndani ya nyumba yake, lakini tulipokwenda kutafsiri sheria ilibidi tumnyang'anye yule bwana nyumba na kumtafuta kwa elimu na uvimba ili aweze kufungwa kwa mujibu wa sheria, na ile nyumba kurudishwa kwa yule mwanamke na kurejesha tabasamu kama sehemu muhimu ya uongozi anaoendelea kuelekeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile tumekwenda kuna baadhi ya maeneo, mwanamke mwingine aliyefiwa pia na hivyo pia na mume wake alinyanyaswa kiasi cha kutoka kwenye nyumba bila kuwa na hata shilingi moja. Mama mke, baba mke pamoja na kaka na kina dada wa marehemu aliyefariki walimwambia hadharani kwamba hana haki yoyote ya kutoa jambo lolote. Mheshimiwa viongozi mliopo, tumesimamia na kuhakikisha mali zote kwa mujibu wa sheria zinarudi na kuwa kwenye miliki ya msimamizi wa mirathi ambaye mwisho wa siku akawa ni yeye, na baada ya hapo baadhi ya mali nyingi pia zitabaki kwenye mikono yake. Yule mama alikuwa amepoteza kabisa matumaini. Watoto mpaka baadhi wamekuwa machokorani, wanavuta bangi kwa sababu wamekosa malezi mazuri baada ya manyanyaso makubwa. Kwa hiyo wanaume wachache tulioko hapa, kwa niaba ya wanaume wengi walioko mtaani, tukiliona kundi hili muhimu la wanawake, hebu tulione kwa jicho maalum sana. Machozi ya mwanamke yapendezi, na mwanamke akimwaga machozi mengi hayakupi baraka hata kidogo katika kuongea na maisha yako. Lakini mwisho tena tumekutana na kesi nyingine ya mwanamke mnyang'anyi, ambaye baada ya kuwa mwanamke aliyenyang'anywa akawa mwanamke mnyang'anyi. Yeye na yeye amefoji vitu vingi, akaamua kuwaibia rasilimali au mali mpaka ambazo mwanaume wake aliwaachia watoto waliozaa nje ya ndoa yake. Lakini kwa bahati nzuri huyo mwanaume alijua kwamba atakapofariki inawezekana mambo kama mazito. Kwa hiyo hati na kila kitu akaziandikisha kwa jina la watoto wake. Sasa kwa bahati mbaya yule mama akujua na watoto wake wakujua, wameendelea namna hiyo, lakini vijiji hapa tumekwenda na yeye kumnyang'anya nyumba hiyo ili pia iwe mali ya wale watoto ambao kwa mujibu wa sheria waliachiwa. Na yule mwanamke ameendelea kurithi kwa mali zingine kwa mujibu wa sheria ambazo zipo. Ni hitimisho kwa kusema nini? Kwamba kwa kuwa tunahamasisha mwanamke kutonyang'anywa mali na kunyanyaswa, basi ni vizuri pia mwanamke kutokuwa mnyang'anyi wa kile kitu ambacho sio sawa. Sasa katika kuhitimisha, leo nitamtolea mfano mama mmoja anaitwa Florence Angelo Mteboa. Niambie huyu mama. Huyu mama aliwahi kuzaa mtoto mwaka 1984. Yule mtoto alizaliwa akiwa ni Msukuma kutoka huko Shinyanga. Akaja hapa Dar es Salaam, akawa ni mtu mmoja mwenye kipawa kikubwa sana. Akaigiza vizuri sana, akatunga filamu nyingi sana. Lakini kwa bahati mbaya sisi wa Tanzania tunaendelea kuziona kazi zake zikiwa bora na nzuri, lakini maisha ya yule mama aliyemzaa yule mtoto yakabaki kuwa ni maisha ya kawaida sana, pamoja na mchango mkubwa wa yule kijana wake. Na kwa bahati mbaya yule kijana wake alipofika mwaka 2012 umauti ukamchukua mama akiwa
ndio kwanza anataka kuanza kutegemea maisha yule kijana wake. Sasa mimi leo kabla sijaja hapa nikazungumza na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini katika kuzungumza naye akaniambia ameona kwenye mitandao ya kijamii mama huyu ameonekana pia kwenye video, kwenye mitandao akisema Samia, Mheshimiwa Samia naomba nisaidie. Sasa ni kweli ndiye alizaa Kanumba na Mwenyezi Mungu alipochukua pale pale ambapo mama alipotazamia, lakini leo utakuwa mheshimiwa, kwa kuwa mama alimwomba Mheshimiwa Rais zari ya kutembea. Mheshimiwa Rais amempa hali ya juu model kabisa. Hebu niomba mweleze hapa hali ya hiyo, msogezee hali ya hiyo safi ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye siku ya wanawake amemkumbuka mama wa Kanumba kwa mchango mkubwa sana aliyouleta marehemu Kanumba kwenye tasnia ya fasihi yetu katika taifa la Tanzania. Mama, Mwenyezi Mungu aendelee kukuponya, lakini Mheshimiwa Rais amekuona wewe katika siku hii muhimu ya wanawake duniani, na leo anakupa gari utakwenda kusajili na kuliendesha. Ni hali ya kumbukumbu na mchango mzuri ambao ndugu wetu marehemu Kanumba ametuachia sisi wa Tanzania. Naomba hiyo hali au mmeniibia, maana ina platinum ambaye leo anazawadiwa hali ya Anakonda kwa sababu ya kazi bora alizoziacha marehemu mwanae, na kwa sababu hatuwezi kumzawadia yeye, tunamzawadia yeye aliyezaa Chema, na kwamba alama aliyoiacha Kanumba katika ulimwengu tutaendelea kumwenzi pia mama yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anakutakia wewe mama kila la heri, anakutakia kila wewe jema. Gari hii ni kwako, tutaomba NIDA na timu namba yako isajiliwe uendelee kuiendesha, lakini leo dereva wangu atakupelekea mpaka nyumbani. Dereva atampeleka mpaka wapi jamani? Mpaka wapi jamani? Hebu leta kuna taarabu, hebu leta taarabu ile taarabu ile bwana. Jamani, naishiwa hata la kusema. Wanawake oye! Mama Samia oye! Jamani, kusikia kuzaliwa mara ya pili, mimi leo nimezaliwa mara ya pili. Sina cha kusema, naishukuru serikali yangu tangu kwenye msiba wa marehemu mwanangu. Mimi nisingeweza kuhudumia ule umati, lakini serikali yangu ya CCM, samahani sina ubaguzi wa vyama, lakini ndio ilikuwa chama tawala na mpaka leo walisimamia huo msiba chini ya Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Sasa ni miaka 14 imepita. Nimekuwa nikiomba nikilalamika, kumbe mitandao ya kumoja nimelia sana kuhusu usafiri, miguu imeisha, uzee umeingia. Leo serikali yangu imesikia kilio changu, na Mwenyezi Mungu awabariki, atubariki. Sina cha kusema, pumzika kwa amani mwanangu. Asante sana rafiki anaongea, lakini sasa siku hii muhimu ni message kwamba kwa wale wasanii wote walioko katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, Mungu anapowapandisha na kuwa na chochote kwenye mikono yao, wajali sana wazazi.